Refu sana hujapata nafasi ya kuzungumza naye. Leo tumempata. Tazungumza kama kuhusiana na masuala ya Young Africans lakini kimichezo yote, lakini tazungumza na masuala ya influencers ambayo yamemkutanisha hapa jezi ya Tanzania kesho dhidi ya Morocco. Mambo vipi kaka? Mimi niko njema. Umetulia? Nimetulia kama unavyoniona. Baada ya muda mrefu sana. Muda mrefu kabla ya Christmas. Nimeondoka, nimeenda kusherehekea Christmas, nimesherehekea mwaka mpya na sasa hivi nimerudi mjini kuendeleza harakati zangu. Sawa. Tunakwambia kijana mmoja hatari sana kutoka Ludewa pale mwenye ndevu za thamani kuliko klabu ya Makolo na wanaendelea kuteseka. Lakini mmeleta Msukuma bwana. Wewe sikiliza kitu kimoja. Kuna msemo wanasema Msukuma sukuma ndani. Sukuma ndani. Sasa kazi yake inaenda kuonekana kuanzia Januari. Maana ya kusukuma ndani ni nini? Hebu tupilishe kidogo maana ya kusukuma ndani ni nini? Kila timu itakayokuja lazima itaonja joto la Yanga. Kuna timu ambayo itakuja kucheza na Yanga na ikabaki salama. Hiyo ni never. Yule mwamba ni mwamba kweli kweli. Mguu wa dhahabu kweli kweli. Umenielewa? Ile namba yake inaweza kaja kuwa historia ya mpira Tanzania. Lakini Uchebe, kwa mwanzo kabisa tujikumbushe kwenye usajili wenu. Mlizungumza mambo mengi sana kuhusiana kina Celestine Ekua, kina Mohamed Dumbia, lakini haikuwa kama mlivyohitaji wenyewe. Na huyu leo mnaanza kumsifia sana Msukuma. Kitu gani unaona huyu anacho tofauti sana na wachezaji wengine ambao mmewapa sifa? Mmemwona kiwati ya LA pale. Anakichafua. Na tuseme namba zake mpaka sasa hivi. Tukifanya tathmini, nani anaweza kafikia namba zake? Ukimtoa Pacome Zouzoua, father wa mpira, godfather wa football. Ukimtoa Pacome Zouzoua, mwingine nani? We taja, ukimtoa Pacome Zouzoua ambaye ndio father wa mpira Tanzania, nani anaweza kumfikia rekodi ya yule dogo? Yule ni father wa Tanzania mzima kwa. Yes. Nani? Pacome ndio role model wa ligi yetu Tanzania. Kwa namba yake au kwa wote? Role model wa mpira Tanzania ni Pacome Zouzoua. Umenielewa? Kila mtu anatamani kuwa Pacome. Na ndio maana Pacome kila anapofanya mabadiliko kuanzia nywele, mavazi, sio nini, kila mtu anaiga. Kila mtu anataka julikane, aonekane, aitwe yeye Pacome. Umenielewa? Kuna wachezaji wanaoshiriki mpira wetu wa miguu Tanzania na kuna Pacome. Uchebe, nikupitishe kidogo kwa pinzani wako Steve Becker kuja na benchi la ufundi. Atakuzungumza mimi na wewe nikasema Uchebe lazima nimuulize hili. Benchi la ufundi amekuja nalo mwenyewe. Pengine ataleta ushindani gani kwenye ligi ya NBC? Ni kidonda, ni pilipili ndani ya kidonda. Na maana kusema Simba wasitegemee kupata fly yoyote ya aina yoyote kupitia kwa Steve Becker. Steve Becker ambaye namjua alikuwa Stellenbosch ya South Africa. Wameliwa. Wameweka pilipili kwenye kidonda. Kwa nini Uchebe? Sioni kama ni kocha mwenye mafanikio makubwa. Ni kocha mafanikio makubwa anatakiwa aweje? Muangalie huyu kocha aliyekuja Yanga. Muangalie kocha ambaye amekuja Yanga. Fadlu Davis ndo upande wa Simba ndo kocha ambaye kwa wakati huu alikuwa ndo anastahili kufundisha Simba. Umenielewa? Ukimuondoa yule aliyewahi jiita jina langu Uchebe naye. Unamkumbuka? Aliyetengeneza Simba. Simba ndo ilikuwa pale kutoka kwenye shimo la takataka kuja kuonekana ni kitu cha dhahabu. Umenielewa? Uchebe yule ndo alitengeneza Simba. Baada ya kutoka yule kocha Uchebe aliyetengeneza Simba akaja nani? Fadlu Davis. Baada ya kumtoa Fadlu Davis nani amekuja Simba? Wote ni unga mwana. Na Matatu alikuja. Ngoja niwaambie hiyo benchi la ufundi lilokuja Matatu alikaa muda gani? Mbona tuliwaambia? Wakasema wamekopi mfumo kutoka Ulaya. Uongo kweli? Wanauleta bongo. Tukamwambia wewe una akili kumshidi National Real? Sema Guardiola naye hivyo hivyo. Ndio maana nawaambia unajua kuna vitu. Leo hii akisema tunaleta meneja ndani ya klabu, Engineer Hersi lazima tukae chini tufikirie. Huyu ameona kitu gani kwenye football? Kwa sababu ni mtu ambaye ana search material. Namna ya kuendesha mpira ndani ya klabu ya Yanga, Tanzania, Afrika na hata dunia kiujumla, mawazo yake anakoenda. Lazima mtu utakao unajua kabisa kuna sababu iliyopelekea mabadiliko haya. Leo Simba kaya aseme kwamba wana mifumo wamekopi kutoka Ulaya. Nani amefika hata Ulaya? Pale uongozi wa Simba wote. Nani kafika Ulaya? Hata mchezaji mmoja hapo nitajie mkubwa ukimwondoa nani Manzoki
aliyeletwa kwenye kampeni. Mchezaji gani mwingine ambaye anaweza kazungumza naye akasema labda huyu mchezaji kuna knowledge fulani ametransfer kwenye uongozi huu au ndani ya klabu hii? Nani? Wanaweza engineer. Umenielewa? Engineer sasa hivi mchezaji gani Ulaya hamjui engineer? Nakuuliza wewe. Ngoja sema ile ukweli. Mchezaji gani Ulaya ambaye hamjui engineer? Ndio maana nakwambia. Mchezaji niambie mchezaji gani Ulaya ambaye hamjui engineer yes? Sasa wewe unabisha nini? Leo hii mpira wetu wa Tanzania ungekuwa umefika level ya England, wachezaji wa England kuja Yanga ingekuwa ni jambo la kawaida. Muna hela kuwachukua wachezaji wa England kaka? Ndio maana nasema hivi, kinachofanya sisi tusichukue wachezaji kule ni kuendana na falsafa ya mpira wetu wa Afrika. Kwanza kuna vitu ambavyo vipo, sheria ambazo zimewekwa, kuna bajeti ya klabu kuendesha, unatakiwa usivuke. Ukivuka lazima utahojiwa. Umenielewa? Kwa nini unaendesha mpira kwa namna hii? Leo Yanga ikimleta mchezaji kutoka England, nani Afrika hii atafurahia? Kila mtu atatamani, atasema hapana, Yanga anaharibu mpira, wanakiuka miko. Lakini sisi tunachofikiria ni malengo ya mbali, kwenda kucheza mpira unaofanana na Ulaya. Leo ndio maana Engineer Yesu unamkuta anaweza kakaa wiki moja Tanzania, wiki la pili yuko kutafuta material nje. Simba nani unamkuta anafanya nani shamla kama hizi Alafu leo niambie, mbona tunamleta meneja tunataka kufanana na Guardiola? Who are you? Who are you? Huo mfumo nani kakufundisha wewe? Simba kauanza kwa lipi? Nani aliyewadanganya? Unajua sometime hawa jamaa wanapigwa ubumbuwazi wasioujua. Umenielewa? Ndio maana leo nakwambia kuleta yule kocha wa Stellenbosch kuja Simba na benchi lake la ufundi ni pilipili yani kuwekwa kwenye kidonda. Hakuna. Simba kama wangekuwa na uwezo, wana akili timamu, wana uwezo kukaa chini na kujadili, wangemrudisha Fadlu Davis. Ndio alikuwa ni kocha ambaye mwenye mafanikio ndani ya Simba. Ndio kocha ambaye amefikisha Simba fainali ya kombe la shirikisho. Uongo kweli? Ndio kocha ambaye amewavusha robo fainali walizokuwa naimba kila siku. Umenielewa? Haya, amemleta Matatu, hata mwezi mmoja hajatoboa. Ndio kocha ambaye ameishi kwa muda mfupi ya Simba. Huyo akapita. Haya, leo naenda kumchukua Stellenbosch, amefungwa na Simba. Amefungwa na huyo Fadlu Davis. Uongo kweli? Haya, leo kama unamuona ambaye amefungwa na Fadlu Davis, unamleta, yaani unamuondoa kocha mwenye kiwango, unamleta mbovu, unasema ndio umemprove. Ina make sense? Huyo kocha Matatu alifungwa na Fadlu Davis. Uongo kweli? Akiwa Gaborone United. Uongo kweli? Umenielewa? Leo Fadlu Davis anaondoka, anamleta, wanamtambulisha kama meneja, anafeli ndani ya Simba. Leo unatuaminisha tena mtu aliyefeli ndani kukompiti na Simba unasema ndio kocha mzuri. Mbinu zake zipi ambazo zimewavutia? Wengine wenda ana mbinu lakini wachezaji walikuwa wampi support. Kwa hiyo alikuja Simba Sport Club atafanya mapinduzi makubwa. Hivi ngoja nikwambie, ligi ya South Africa ni kubwa kuliko ligi yetu ya Tanzania. Lazima tukubaliane. Kwenye swala la football tuzungumze ukweli. Ligi ya South Africa na ligi ya Tanzania ni tofauti. Ligi ya South Africa iko juu. Umenielewa? Sasa leo hii kama amefundisha South Africa ambayo ligi yao kimpira iko juu, anafungwa na timu ambayo ni dhaifu. Umenielewa? Simba ni dhaifu. Umenielewa? Anashindwa kukompiti na Simba. Leo Simba anamtambulisha huyo kocha. Hiyo tunaita failures. Wamefeli kwa mara nyingine. Mchebe, lakini kuna lingine ile ambalo watu wengi wanaumiza kichwa sana. Clatous Chota Chama, mchezaji ambaye amecheza kwenye viunga vya Jangwani lakini kufanikiwa kuperform vizuri sana. Wanataka wamrudie tena Clatous Chota Chama. Unadhani Simba kwa walivyo vile wana uhitaji wa Chama? Uhitaji wa Chama bado upo. Leo hii tukizungumza Simba ni Chama. Umenielewa? Sio, naweza kawa nimetumia lugha au maneno magumu. Simba ni Chama. Niseme Simba ni Chama. Chama ndo ameifanya Simba vyovyote anavyotaka. Ameipelekea Simba kwenye mafanikio. Umenielewa?
Leo Simba unavyohitaja kwenye mafanikio huwezi kumuondoa Chama. Chama ameondoka, Simba mafanikio ameanza kuwa ni shida. Umenielewa? Kila siku analia kilio chao. Chama angekuepo pale angefanya hivi. Chama angekuepo pale, yani Chama alivyokuepo